Kijiji cha Luhimba kilikuwa kimetulia. Hapa, maisha yalifuata mpangilio wa asili. Samaki waliopatikana walikuwa zawadi ya bahati, na maji ya ziwa yaliheshimiwa kama Mungu mdogo. Watoto walikuwa na hofu ya kuogelea mbali. Waliambiwa tangu wadogo, ziwa lina roho. Mwaka huu ulikuwa tofauti. Kwenye jua la alasiri, mtumbwi mkubwa wa mbao ulielea ukitokea mbali, ukipeperusha manyasi meusi yaliyotundikwa kama vibwengo. Kwenye mtumbwi alikuwepo mwanamume mrefu, mwenye ngozi iliyochomwa na jua, macho makubwa ya kijani na jeraha la kuchanika usoni, kama alishawahi kung'atwa na simba. Alijitambulisha kama Kazadi, akasema anatoka upande mwingine wa ziwa Jamhuri ya Kongo. Wenyeji hawakumkaribisha sana, lakini hawakumkataa pia. Alikaa kwa Mama Msemwa, mjane aliyekuwa mkarimu kwa wageni. Lakini usiku huo huo, Kazadi alitoweka. Watu walimtafuta asubuhi, wakiamini amemezwa na maji. Lakini wakati jua lilipokaribia kutua, Kazadi alirejea, akiwa na samaki wawili wakubwa sana waliokuwa na magamba ya dhahabu. Hakuna aliyewahi kuona samaki wa aina hiyo. Walikuwa wakitoa harufu ya moshi, na walipochunwa walikuwa na mishipa ya kijani kama mimea ya mwituni. Kazadi alianza kuwavuta baadhi ya vijana wa kijiji. Aliwafundisha uvuvi wa ajabu, aliwapeleka ziwani usiku wa manane, wakiwa uchi, na aliwapa maji maalum ya kunywa kabla ya kushuka majini. Wote walikuwa wakirejea wakiwa na samaki wa ajabu, lakini macho yao yalibadilika, yalionekana ya kijani kibichi, kama ya Kazadi. Watu waliongea chini chini. Wazee walikusanyika na kuanza kuangalia kalenda zao za kale. Walihesabu miaka, na kwa mshangao, waligundua imepita miaka 100 tangu mzimu wa chini ya ziwa alipoamka mara ya mwisho. Hadithi za kale zilieleza kuwa, kila baada ya karne moja, kiumbe aliyekuwa akilala chini ya ziwa alihitaji kufufuliwa na damu mpya. Ili afufuke, ilihitajika mtu wa kuleta mlango, na huyo mlango alikuwa Kazadi. Watoto walianza kupotea. Kwanza alikuwa Joram, kijana aliyekuwa akipenda uvuvi. Alionekana mara ya mwisho akifuatilia mtumbwi wa Kazadi usiku. Baada ya siku 3, alirudi. Lakini hakuwa yeye tena. Mwili wake ulikuwa wa binadamu, lakini sura yake iligeuka. Macho yake yalikuwa meusi, na alikuwa akitembea polepole kama mzigo mzito mgongoni mwake. Aliishi kimya, hakuongea, na kila usiku alikuwa akiingia ziwani bila ruhusa ya mtu. Mama yake alijaribu kumzuia, lakini usiku mmoja walimkuta amekufa, uso wake umejaa samaki wadogo waliokuwa wametokea tumboni mwa mtoto wake. Kijiji kilishtuka. Wazee wakaita kikao cha dharura. Kazadi aliitwa aeleze anachofanya, lakini hakufika. Badala yake, alituma kijana mmoja wa kijiji aliyekuwa mfuasi wake, na kwa sauti ya kigeni isiyo ya kibinadamu akasema, ziwa limeamka, msiingilie. Tarehe 13 mwezi wa 7, saa 10 alfajiri, watu waligundua kuwa maji ya ziwa hayakuwa ya kawaida. Hayakuwa baridi, yalikuwa ya moto. Samaki walikuwa wanakufa na kuelea juu, lakini walipoguswa walikuwa kama kuchoma mkono. Kazadi alionekana tena, lakini sasa akiwa amevaa vazi la ngozi na mapambo ya dhahabu. Alitembea kuelekea ufukweni akiwa na ngoma ndogo ya mti. Alipoipiga, maji yalianza kuchemka. Alifungua mikono yake juu na kusema kwa sauti kali. Jeusi lilifunika anga. Radi ikapiga katikati ya ziwa. Maji yakajitenga, na kutoka ndani ya kina cha giza kulizuka kiumbe kikubwa, mrefu kama mnara wa taa. Kilikuwa na vichwa vitatu, cha mtu, cha samaki na cha nyoka. Mdomo wake ulifunguka na kutema moto. Mzee Ngasa, aliyekuwa akitunza maandiko ya kale ya kijiji, alitokea na kijiti cha tambiko. Alipiga magoti, akasoma maneno ya zamani yaliyopotea kwa karne. Alitoa sadaka ya damu yake mwenyewe, na kutokea moshi mweupe juu ya mlima wa karibu. Wazee waliungana, walitoa tambiko lao la mwisho. Wenyeji wachache waliobaki walikimbia. Kiumbe yule alianza kupiga kelele, lakini mwanga wa tambiko ulikata mwili wake vipande vipande hadi akageuka kuwa chumvi. Kazadi alilia kama mtoto, akasema, mmeniharibia mlango wangu. Dunia yenu haitadumu bila wao. Kabla hajamaliza maneno yake, mwanga wa tambiko ulimchoma kama karatasi na akayeyuka hewani. Leo, kijiji cha Luhimba hakipo tena. Kilihamishwa rasmi na serikali kwa sababu ya matukio ya ajabu. Lakini ziwa Tanganyika limebaki na sehemu moja yenye rangi ya kipekee, nyekundu hafifu kama jicho la mnyama wa kale.
Video za simu zilizorekodiwa zimesambaa duniani kote. Wachunguzi wengi hawajaweza kueleza tukio hilo. Wengine wanasema ni hadithi za kuogofya. Wengine wanadai ni siri ya kale ambayo serikali inaficha. Lakini watu wa Luhimba wanasema, mzimu wa ziwa hajalala kabisa. Amebanwa tu kwa muda. Je, una ushuhuda kuhusu ziwa Tanganyika? Je, umewahi kuona moto ndani ya maji? Tueleze kwenye comment. Na usisahau kusubscribe ili usikose sehemu ya pili.